Shirikisho la mpira Tanzania kwa maana ya TFF mapema leo lilitoa taarifa yake kupitia kamati ya maadili ya shirikisho hilo juu ya yote yale ambayo yalikuwa yameletwa au malalamiko yote yaliyokuwa yameletwa kwenye kamati hiyo. Sasa leo walikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea maamuzi ya mashauri na malalamiko yaliyowasilishwa mbele yao. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Kwanza walianza na shauri dhidi ya Ali Shabani Kamwe. Wote tunamjua, huyu ni meneja wa mawasiliano au afisa habari wa klabu ya Yanga. Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Alituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya kamati, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4, kwa maana imeshaanza toka tarehe 16 mwezi wa 4. Lakini shauri lingine ambalo lilipelekwa kwenye kamati hiyo likuwa ni shauri dhidi ya Ahmed Ali. Huyu ni afisa habari na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Yeye alishtakiwa na klabu ya Yanga akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu kile cha 4 na ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Lakini pia shauri lililokuwa limepelekwa kwao ilikuwa shauri dhidi ya Hamis Mazanzara. Huyu bwana Hamis Mazanzara ni afisa habari wa klabu ya Kagera Sugar. Yeye alishtakiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu kile cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo imeanza toka tarehe 16 ya mwezi wa 4 2025. Bado mashauri yalikuwa yanaendelea. Hapa kuna shauri lingine dhidi ya Mohamed Hamis Mohamed. Huyu Mohamed Hamis Mohamed ni mwanachama wa klabu ya Simba. Alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 za kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo imeanza toka tarehe 16. Lakini pia kuna shauri la Shufaa Juma
Shufaa Jumanne Nyamlani. Huyu Shufaa Jumanne Nyamlani ni mtunza vifaa au kit manager wa timu ya taifa ya beach soccer na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya uendeshaji au ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA. Alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu. Makosa hayo ni kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF toleo la mwaka 2021, lakini pia na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 21. Sasa Shufaa Jumanne Nyamlani alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Kwa kuwa wito ulimdhalilisha, ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au mwakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao ex parte. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa nayo na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo imeanza toka tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Lakini pia shauri lingine lilikuwa ni dhidi ya Salehe Mohamed Salehe. Huyu bwana ni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA. Alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa ya kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF toleo la mwaka 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke kwa maana ya TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF toleo la mwaka 2021. Salehe Mohamed Salehe alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Kwa kuwa wito ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao, yani ex parte. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikiliza ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa nayo na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania.
Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 au imeshaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Hizo zilikuwa ndo, au tunaweza tukasema ndo mashauri ambayo yalikuwa yamepelekwa kwenye kamati hiyo, ambapo yote yamesikilizwa na yametolewa maamuzi hayo. Lakini watu wanahoji kwenye ishu ya Ally Kamwe na Ahmed Ally, wote walikuwa na makosa ambayo yanafanana, lakini inaonekana Ally Kamwe ndo ametozwa faini wakati Ahmed Ally hajatozwa faini yoyote. Sasa wengi wanasema hii ni kama double standard, ambapo hizi adhabu ni kama wakiona tu adhabu ipo upande wa Yanga, basi kamati huwa inakaa na kutoa adhabu kali, lakini adhabu ikiwa upande wa Simba basi kidogo wanagugumia. So haya yote yanayoendelea huenda yanaweza yakawa na ukweli ndani yake, lakini hatuwezi kujaji kwa sababu wao ndo wamesema kwamba Ally Kamwe kulikuwa na ushahidi umetolewa, lakini pia na nyaraka, lakini Ahmed Ally kulikuwa hakuna ushahidi wowote. So wao ndo wanajua, so ni wao ndo wametoa hizo adhabu, so zinapaswa kutii na kuheshimiwa, kwa sababu hii ni kamati ambayo TFF imeteua kwa ajili ya kusikiliza mashauri mbalimbali.